Hivi Tunu, nyie mna matatizo gani? Sawa. Wapi? Nyie kazi yenu kila siku ni kusambaza habari ambazo hazina ukweli wowote katika hiki kijiji. Au sio? Mara ya kwanza mlisema mara sijui Rashu kaua. Sawa? Bado haitoshi, mkaja mkarudia sijui Rashu huyo kafariki. Sawa? Msichokijua, hivyo vitu vyote mnavyovisambaza hapa kijijini ni vitu ambavyo havina ukweli wowote Tunu. Sawa? Wao ukikaa ukamsikiliza huyo mwenzio Gamba atakupeleka na akili yake ile mbovu na hivyo naona kama vile akili zenu zinafanana. Sawa? Wewe sikiliza, wewe ndio hauna akili. Rashu ochaga, hangole yombale wale hali. Sikiliza nikwambie. Rashu hakufa. Sawa, na msichokijua. Na msichokijua, mjukuu wa Kasongo anazunguka kijiji kizima hiki kutoa taarifa kwamba muuaji yupo katika kijiji hiki. Nyie mnakaa kazi yenu kuongea tu. Matingo. Hichi ndio kinachofanya usinipe majibu yangu mpaka leo, si ndivyo? Nimekutana naye ukaniambiaje? Nimsafishe kwanza rafiki yako, si ndivyo? Kwa hiyo huyu naye umemwambia haya au ni mimi tu? Kinachokushangaza nini? Alafu dada, ninakuchukia. Laiti ungekuwa unajua ninakuchukia, wala singesimama na huyu mtu hapa. Sasa basi, naomba nisikilize. Nitahakikisha hili penzi lako wewe na huyu halitaendelea. Zubeda. Tunu, sikiliza. Afu Zubeda. Tunu. Huyu Zubeda vipi huyu? Unaikaenda wapi tena? Sijui ameenda wapi jamani mwanaume. Mungu wangu. Mama Baraka, mke wangu kumbe upo? Niko hapa mume wangu, karibu. Asante. Pole. Asante mke wangu. Maana nimekuja funguo sijaiona. Sasa kwani hujaacha funguo? Funguo mbona nimeiacha mke wangu? Kwani siku zote tunapoachaga pale hujaenda kuangalia? Basi mimi sikuwa hata nawazo kwenda kuangalia huko funguo maskini. Sasa mume wangu, hapa nilipo nimetoka kwa Kasongo. Yaani maneno alioniambia Kasongo mpaka mwenyewe nimeshangaa. Mzee Kasongo. Wewe mjukuu wa Mzee Kasongo? Kwa Kasongo. Kwanza. Kasongo ananipa habari ambazo hazieleweki kabisa. Wewe unaambia umekutana na mjukuu wake akakwambia kwamba muuaji Kasongo kwambia sio Rashu ni mtu mwingine kwenye kijiji. Lakini na mimi nilipoenda kule Kasongo ananiambia kwamba muuaji wewe ndio unamjua. Mimi huyu. Yaani mimi mpaka nimeshinda hata kumuelewa Kasongo. Mpaka nikasema Kasongo kashaanza kuchanganyikiwa. Mimi uganga wake siuelewagi kabisa. Ndio hata kwenye kijiji kwanza hata sioni mimi mtu aliyomsaidia ni nani kwenye kijiji Kasongo. Uganga wake wa uongo. Mimi ndo kaniambia hivyo kwamba wewe unamjua muuaji. Kwa sababu ile siku ambayo mtoto wetu Baraka amefariki, nilikuwa nimetoka kumtuma hapa nyumbani aje shambani kukutafuta wewe. Na ndio matukio yakatokea kama yale. Lakini sasa hivi Kasongo ananiambia hivyo, mimi mwenyewe mpaka nilichanganyikiwa kabisa. Lakini mimi sikumwamini, nikamwona tu
Kasongo atakuwa kachanganyikiwa. Nikaamua kuondoka zangu mume wangu. Wewe acha. Yaani Kasongo. Mama Baraka. Kasongo huyu ninayemjua ndo kakwambia maneno hayo? Asa mume wangu mimi mwishaye kudanganya. Mimi nitakudanganya na nini? Kasongo ndo huyo ameniambia. Ndio maana mimi nimeamua tu mume wangu haya mambo bora tuachane nayo kabisa. Maana mimi nachoka jamani kila kukicha. Mara hili mara lile. Haya mambo bora tuachane nayo mume wangu. Achana nayo. Mke wangu, Mama Baraka. Hujui ninavyoumia katika moyo wangu. Mtoto wangu Baraka yule ndo alikuwa mtoto wa kwanza kwa jamani, ndo mwanangu wa kwanza pekee. Angalia sasa hivi sina hata mlisi. Mashamba ninao kibao katika kijiji hiki. Nina mashamba kibao, sina mlisi mke wangu. Sasa unavyoongea hivyo mke wangu. Unanikumbusha mbali sana mke wangu. Wewe sitamji kuanza Kasongo mwana nikono minyongo na mtupa kwenye maporomoko. Sitamji nikono mapoli mbona acha amekunyonga. Inawezekanaje leo wewe upo mzima? Inawezekanaje? Unajua tawaza kichwa kinauma usielewi nini kinaendelea. Wewe marehemu bwana marehemu mwenzio. Sasa kuelewa. Ngoja moja. Kazima. Unaniumiza mimi kichwa. Ulikufa ama sielewi ujue. Hili unanichanganya. Mume wangu ndio hivyo. Yaani mimi hayo maneno ndio alioniambia Kasongo. Kwa nini nikasema ngoja nimfikishie huyu mwanaume nimwambie. Usije ukasubutu kabisa kunyanyua miguu hapa kwenda kwa Kasongo. Kasongo mimi hayo ndio alioniambia, ndio nimemwona kabisa kama Kasongo ni muongo. Mama Baraka. Ni lazima nionane na Kasongo. Mume wangu, ukaonana na Kasongo wa nini? Mimi si nishakwambia kila kitu. Achana na kwenda kuonana naye Kasongo. Mimi mambo alioniambia kama hayo. Au mume wangu anataka kunizidishia maumivu. Mimi kila siku ninapozidi kuhangaika hivi kwa ajili ya kifo cha mwanetu unajisikia raha sana. Nateseka na hangaika mimi. Kasongo wa nini tena uende kuonana naye tena kwa sababu gani tena? Na maneno alioniambia ndo kama hayo nilichokwambia kaniambia wewe ndio unamjua muuaji. Wewe unamjua muuaji ni nani? Mbona sijanyongwa? Alafu mimi nyumba yake hajaniua. Alafu babu Kasongo kaniambia hivi muuaji sio Lasho. Muuaji yuko hapa kijijini ila tu anamsingizia. Wewe. Sija kufanya katika operation yangu yoyote ile. Mimi ndo mwamba hapa kijijini mnakuja kuniambia Mwana nashukuru anasingizio. Haiwezekani bwana. Mimi sijai kufeli katika uchunguzi wangu. Ngoja nikatulize kichwa nyumbani. Ni lazima nikaonane na Kasongo ili anipe ukweli kuhusu mwanangu aliyomuoa. Yaani piga huwa garagaza, ni lazima nijue na lazima niende kwa mzee Kasongo nikaonana naye aniambie ukweli. Shika vijiti hivi hapa vya miogo, tutapanda nyumbani kwetu hapa. Maisha yataendelea. Sawa mke wangu? Mimi ngoja ni ipo zangu ndani. Mke wangu napumzika. Kasongo. Kasongo. Lazima nionane na Kasongo. Jangu wajiba, wajiba, mjele jangu wajiba, wajiba, mwana ngelo katika mchonga. Mjele jangu wajiba. Wenyewe. Naona umepumzika. Makubwa. Karibu. Asante. Mimi wapi? Mguu wako mzuri tena umewahi papai. Jamani aka nakapenda kaka. Kanunu. Zapa. Sana karibu. Kwema sijui wewe. Ila mmefanya matukio kwa matukio yani. Hivyo unajua nilikuja kukupa na ile habari kwamba yani
ule muuaji wa mwanao yule naye ameuawa. Chaga. Yaani ushemeji tunampa 100 kwa 100. Kafanya kitu kizuri sana. Ndio amechaka sana. Wewe hizo habari umezipata wapi tu? Kasia ilikuwa siri. Sasa kale kapelelezi kale kagamba kameenda kamefunguliwa mpaka kakaona. Kameshuhudia pale alipokuwa anamtwanga lile lungu lile kubwa. Akakwepa ile damu. Bwana gete. Kisa kaka lenuka damu geke. Yaani ananuka damu yeye mwenyewe ziko zinanuka. Baba. Mwenyekiti. Bwana Matingo. Na mwenyekiti. Habari za masiku, marhaba, vipi hali? Mungu mwema mwenyekiti. Haya mzima lakini? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana imekuwa kama bahati. Nilikuwa ninakutafuta sana. Kwa sababu katika vijana ambao naamini kwamba ni watiifu na ninaweza nikafikisha ujumbe wangu na ukafika salama, wewe naamini ni mmoja wapo. Ni kweli kabisa mwenyekiti. Mimi bwana nashukuru kukutana na wewe, nina shida moja. Ndio. Nina shida na Bwana Gamba. Sasa ninachokupa hili agizo ni kwamba zunguka katika huu mji wetu. Uhakikishe kwamba unazifikisha hizo taarifa. Kwamba popote utakapokutana naye Bwana Gamba mwambie nimetumwa na mwenyekiti anakuhitaji. Hiyo imeisha. Asije akakosa kufika kwangu. Hiyo imeisha. Yaani hapo umepiga pale mwenyekiti, hiyo imeisha hiyo. Unanihakikishia hilo? Hizo taarifa mimi nimezibeba kwa mikono miwili na zitafika kwa Gamba kama zilivyo mwenyekiti wangu. Basi mimi nashukuru. Naomba ulifanyie kazi kijana wangu. Bwana Waswahili wenyewe wanasema ukikosa ulimi uweze ukapiga ulozi mwenyekiti. Basi inshallah. Sasa kwa uwepo wako kama hivi nashukuru sana. Basi mimi nashukuru. Na wewe utatendea kazi. Hiyo imeisha mwenyekiti. Haya asante sana. Bwana kazi kijana wangu. Kaka. Haya. Gamba huyo. Safari ya kanyaga sasa. Ona ujumbe utakuwa ushamfikia mwenyekiti. Msakanya huyu Gamba. Yaani nitamsaka katika machakapori yote. Na pale shambani kwake si yupo, si hayupo. Kazi anayo. Sasa jambo lishafika mpaka kwa chairman. Afu Gamba. Mimi naamini safari hii imeisha. Kaya kanyaga. Ana bahati. Yaani mimi nimekuja nyumbani kwako. Nimekuja kukutafuta. Baada ya kusikia kwamba wewe unatangaza kijiji kizima hizi habari kwamba mume wangu mimi amemuua Lashu. Wewe ulikuwepo tu? Lakini kwa hiyo ilikuwa siri. Na kuuliza wewe ulikuwepo Lashu alipokuwa anauliwa na mume wangu mimi Tunu, lakini wewe sasa ungekuja kuniambia kwamba Tunu usitangaze. Sasa mimi sikujua. Kumbe tuongee taratibu. Ulimuona Lashu alipouliwa? Kwanza niweke na papai. Gamba ameshuhudia kabisa akiwa anamkatakata. Kwani sikamshuhudia? Unamtetea mumeo? Kwa hiyo wewe Lashu kauliwa na mume wangu, Gamba ndo kamuona. Wewe ulikuwepo? Tu wewe mbona utaacha lini ndugu yangu? Yaani ukipewa tu maneno na yule mtoto nakwambia na wewe anakwambia unayatangaza kijiji kizima. Vipi mwenzetu ndo tarumbeta la kijiji? Au wewe mpiga mbiu wa kijiji? Mtamtafutia nini mume wangu? Mnamtafutia mabaya huyo mwanaume wangu? Mnataka akafungwe? Hizi habari zishafika hadi kwa mwenyekiti kwa taarifa yako. Mume wangu mimi hajamuua huyo Lashu. Lashu mzima wa afya kabisa. Na kushangaa na umbea wako. Wewe au utaki watu wajue mzima wakati amekufa? Yaani nakwambiaje, Lashu mzima tena ukamwambia na yule mbea mwenzio, naomba uinuka ondoka nyumbani kwangu. Kwa hiyo nimekwambiaje ondoka? Nenda kamuulize vizuri mbea mwenzako. Yaani mnachukua tu mbea bila hata kuwa na uhakika nao. Kweli wewe mtu? Jamani Tunu. Kwa hiyo yule Jafa. Mtoka mie. Usiletete kabisa tena, sitaki nyumbani kwangu hapa mkija mje na mambo mazuri. Mumnenee mema mume wangu. Sitaki mumnenee mabaya. No, hata aibu hauna. Na ukamwambia na huyo mbea mwenzio atangaze vizuri umbea. Shenzi kabisa nyinyi. Kuja kutoana tu kwenye nanili ufaida. Kwa hiyo ovyo. Kwa hiyo Lashu Jafa. Datunu huyo. Yaani Datunu huyo shamba kunenepa siku hizi. Ndio shamba kuchukua posho, Ushaanza kuchukua hela za wana kijiji. Ukiona mimi, yaani utakuwa enjoy. Habari zangu mimi ndio media kubwa. Yaani wewe inabidi nikufungulie system. Au unasemaje? Yaani ungejua nilikotoka huko nimetukanwa
tena nimefukuzwa, tena nikafukuzwa kama mbwa. Gamba, zile habari za Lashu kuuawa na Magambo zilikuwa za ukweli au ulikuwa unanidanganya? Maana nasikia huyo nani Lashu mzima. Nimetoka kwa Nonja hivi sasa hivi. Kanitukana. Hizo taarifa za kukwambia Lashu ni mzima, marehemu Lashu ni nani amekwambia hizo taarifa? Mimi nimeenda kwa Mama Baraka. Mama Baraka kaniambia, yani tena kanitukana mpaka kanifukuza. Anasema huyo Lashu mzima na wala hajamuua mtoto wake. Kwani ulifanyaje kwa uchunguzi au hujajua? Goodbye. Yaani wewe unaenda unamsikiliza Nonje? Yaani katika watu ambao wananipinga hapa kijijini, Uda Nonje, kuna yule Zube yule. Alafu tena yaani hao ndio watu ambao hawataki mimi nichukue tuzo ya mwanahabari bora hapa kijijini. Wananipinga katika kila jambo. Unaona? Kwa ukikaa ukimsikiliza yule, unakuwa unapotea. Ukitaka kuamini kama habari ninazokupa mimi za ukweli. Hivi tangia usikize taarifa za marehemu Lashu, ushikukutana na Lashu ambao wanasema ni mzima? Ushikukutana naye? Sijawahi kukutana naye. Sasa hapo mimi nakuamini wewe. Unajua mimi nakuaminia wewe kasomi sana. Ni kwa sababu mimi sijakutana, lakini yani nakwambia kaongea, kanitukana. Basi itakuwa wale wanaficha. Yule anajua mume wake atapelekwa jela. Yule anajua kisa mume wake anahusika kifo cha marehemu. Unaona? Naona nitokea kijiji imekutana leo. Gamba la Magamba. Naona tayari mnayandaa mengine hapa. Tunu rafiki yangu. Tunu mimi niko nakuamini kinoma mshikaji wangu. Tena hapo uko na Gamba mnayandaa mengine ili kijiji kitokote, si ndio? Yaani nyinyi ndio mnasababisha mitafaruku hapa kijijini, mambo hayaendi sawa kwa sababu yenu nyinyi. Yaani Gamba rafiki yangu wewe. Yaani Gamba ndio na mambo ya ajabu kabisa mshikaji wangu. Na sasa sikiliza nikwambie, taarifa zako tayari zipo kwa mwenyekiti. Mwenyekiti anakuhitaji. Sawa, na nishamwambia kabisa huyu Gamba muongo kinoma. Usimpe hata nafasi ya kuomba msamaha kwa sababu atakuomba hata msamaha. Nini wana shida gani nini? Unakuja karibu sisi wote tumekaa tunaongea vitu necha. Afunye kijiji. Hii ndio tunakiokoa sisi, ndio tunaokoa hiki kijiji. Lakini nyinyi ndio mnatupinga. Sasa mimi nakupinga au kijiji wewe ndio unakipinga? Wewe ndio unakipinga hiki kijiji Gamba. Sasa sikiliza, mwenyekiti anakuhitaji. Taarifa zako zishafika kwa mwenyekiti. Wewe nenda kwa mwenyekiti utaenda kukutana naye huko. Afu wewe tu rafiki yangu mimi nilikuwa nakuamini kinoma rafiki yangu. Unaitwa huko kwa mwenyekiti. Afu wewe. Mimi nilikuwa nakuamini kishenzi mshikaji wangu. sasa nimefanyaje? Unasikia hata huyu achana naye. Huyu katika kundi la Nonje, kundi la Zube. Unauma, hataki mimi nichukue tuzo bora. Na usikute anafanya hivi mimi hadi kwa mwenyekiti kwenda kunikandia kwa sababu huyo marehemu Lashu ni rafiki yake. Usikute namtetea tu. Wewe huyu achana naye. Wewe mtu gani kila siku naye ana akili kama za ndege? Muda wote tunazula mapolini kutafuta ndege huyu. Wewe ulionaga wapi vijitumizi wanakulaga? Si akili hana huyu. Achana naye. Tena nita. Ila sio mbaya. Sasa mimi sikuchoshi. Wewe nenda nyumbani, mimi niacha nikafanya operation zangu kwanza, niendelee katika operation nikafunywe mambo mengine. Baadaye kitu. Sasa utaniletea habari sasa? Usijali, mimi ndo teki yenu, usijali. Ngapi sasa? Nitakuja nyumbani, ngoja kwanza. Hili nalo hili. Usinichanganye mimi. Si marehemu Lashu.
mbaya ili zikoje. Kojo la